tuna mengi kujadili juu ya msaada wa kisaikolojia kwa wafiwa. Msaada wa kisaikolojia kwa wafiwa. Mtu unapompoteza mtu wako wa karibu, kama ndugu zetu pale Karatu, ambapo wamepoteza ndugu zao, ni watu ambao wanakuwa katika hali ya sintofahamu mara baada ya kumpoteza mtoto ama mzazi, kwa wale walimu wawili, dereva na kadhalika. Na ndugu zetu wengine pale Tanga ambao watu 4 walipoteza maisha siku ya jana kwenye ajali. Na popote pale ulipo ambapo umeshakukumbwa na msiba mkubwa kabisa na kusababishia hali ya sintofahamu. Sasa msaada wa kisaikolojia una umuhimu gani sasa? Ndugu yangu Dr. Peter Mitimingi ambaye ni mwanasaikolojia tayari ninaye humu ndani. Na Dr. Mitimingi, huu ni muda mwafaka. Asante sana kwa muda wako kwa kuja. Kuna jambo ambalo limekaa kisaikolojia kwa mtu yoyote ule, hususan tukibezi kwa ndugu zetu walioko pale Arusha kwa muda huu. Yes. Swala la kupoteza mtu, kupoteza watu, kupoteza vitu, kuunguliwa na nyumba, kupoteza mali, yani loss of anything. Katika psychology kuna kitu tunaita grief. Grief ni hali ya mtu anapata huzuni baada ya kuwa amepoteza mtu fulani au kitu fulani cha thamani au jambo fulani au kazi, kitu chochote ambacho ni loss, ni kupoteza. Baada ya mtu kupoteza kitu hicho, anapata hicho kitu kinaitwa grief au huzuni. Na huzuni hii ina hatua zake. Ni kitu ambacho kinatarajiwa kwamba psychologically ukipoteza kitu chochote, ukipoteza mtu, ukifiwa na ndugu yako, ukifiwa na mtu wa karibu, utajisikia huzuni. Na huzuni hii inapaswa uende nayo, uomboleze kwa muda fulani, uweze kurudi kwenye mazingira ya kawaida. Katika psychology tunasema mtu anatakiwa aomboleze kuanzia wiki 2, anaweza kurudi kwenye normal hali ya kawaida kuanzia wiki 2 hadi miezi 3 kama ataomboleza ipasavyo. Lakini asipopata nafasi ya kuomboleza ipasavyo, ile grief inahamia kwenye upande wa pili, inaitwa complicated grief, ambayo itachukua hata miaka 10. Utasikia. Kwa kifupi hapo, kuomboleza ipasavyo. Kuomboleza ipasavyo ni tunapozungumzia grief. Maana ni kwamba mtu amepoteza, mtu amefiwa. Sasa kuna mtu anapofiwa, kwanza kuna hatua za kisaikolojia ambazo kila mtu anapokuwa amefiwa anakuwa anapitia. Kwanza anapata hatua ya kwanza inaitwa denial, yani mtu anakataa. Kwa mfano, ukipokea tu taarifa ya kifo, bwana umefiwa na mtoto wako, kuna ajali imetokea mahali fulani, mume wako amefariki, mke wako amefariki, response ya kwanza, no, haiwezekani. Denial. Mimi siwezi kufiwa. Yaani hawezi kufa. Siwezi. Hiyo ni kitu kingine, labda mtu mwingine, inaitwa denial. Inamkuta kila mtu. Na baada ya muda inafika hatua ya pili, inaitwa bargaining. Mtu anaanza kujuza, hivi ni kweli anaweza akawa amefariki ndugu yangu au mume wangu au mtoto wangu? Hivi ni kweli inaweza akawa imetokea hiyo? Hamna bwana, haiwezekani. Haiwezekani kitu kama hicho. Alafu anafikia sasa, lakini kweli inawezekana imetokea. Hamna bwana, siwezi kukubali kitu kama hicho. Atakuja, itakuwaje, tuliongea naye jana, tuliachana naye wiki iliyopita, inaitwa bargaining. Alafu ikishapita hiyo hatua ya 3 ambayo mtu ina yote ni ya kisaikolojia. Hatua ya 3, huyu mtu anakuwa na hasira. Anapata hasira za ndani kali mno. Ana hasira juu ya Mungu. Mungu yuko wapi sasa? Kuna Mungu kweli hapo? Mungu alikuwa wapi kulinda watoto wangu? Mungu alikuwa wapi? Kwa nini Mungu amenifanyia hivi? Kwa nini yanitokee mimi asimtokee jirani? Mbona watoto walikuwa wengi? Kwa nini walitolewa watoto wangu? Mbona fulani kwa nini asingekufa mume wangu fulani afe mume wangu? Kwa hiyo unakuta ana hasira kali sana. Hiyo ni hatua ya 3. Alafu hatua ya 4 inaitwa despair. Baada ya hasira nyingi zinapotulia, anaanza kukata tamaa. Anaona basi ndio nimeshapoteza, mimi sina matumaini tena, siwezi kuzaa tena, siwezi kufanya nini, siwezi kuolewa tena, siwezi kuoa tena, anakuwa desperate. Alafu hatua ya 5 na ya mwisho katika zile hatua 5 za mwanzo ni hatua ya acceptance. Baada ya kuwa amepitia hizi process zote 5, sasa ndio hatua ya mwisho kabisa, anafikia mahali pa kusema basi Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe, anarudi normal katika hali ya kawaida. Sasa ili mtu aweze kurudi hapo, kitu cha muhimu sana ambacho nimeona jamii kubwa inavuruga na kuharibu na kuwafanya wafiwa waingie kwenye ile complicated grief ambayo wataendelea kuomboleza baada ya tukio. Unakuta ndoto za marehemu zitakuwa zinakujia. Marehemu mara kwa mara atakuwa anakutokea, unaota unakimbizwa usiku, unaota sijui unaenda wapi na wapi. Utapata mandoto mengi nightmares zile zinaletwa na mtu ambaye hakupewa nafasi ya kuomboleza vizuri. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambacho
tunasikitika juu ya ndugu zetu wamepata matatizo kule Arusha na maeneo mbalimbali, na mtu yote aliyepata tatizo hili la kufiwa, ni muhimu sana kuzingatia hizo kanuni za kuomboleza ipasavyo, ili mtu asiingie kwenye ile grupu la pili la complicated grief au grief ambayo imekuwa complicated. Na moja ya njia nzuri sana ya kumsaidia mfiwa, na tunapokuwa tunawafariji ndugu zetu kwa sasa hivi, ni kuwaruhusu, kuwapa nafasi, kumpa nafasi mfiwa ya kuweza kuachilia hisia zake za ndani. Katika jamii zetu za Kiafrika, mtu akifiwa akianza kulia, tunamkataza asilie. Usilie. Tunachukulia kama kulia ni kukufuru Mungu, na kufuru, we nyamaza tu, nyamaza, achana na hii mambo. Sasa sisi katika psychology tunapinga sana hiyo. Psychologically that is very wrong. Kumbe mtu anatakiwa alie. Mtu anatakiwa apewe nafasi ya kulia. Mtu anatakiwa apewe nafasi ya kucheza. Kuna wakati mwingine mtu analia, anarusha mikono, anatetemeka, anafanya nini, unakuta mtu anamzuia mkono, anamwambia usifanye hivyo bwana, tulia. Kumbe una suppress feelings zile. Sasa ni afadhali mtu alie wakati wa msiba, kwa sababu kuna jumuiya ya watu wengi, kuna watu wengi wa kumpampa, wa kumtuliza, wa kumfariji, wa kumfanya nini. Lakini mtu anapewa nafasi ya kuanza kulia baada ya wakati watu wote wameshaondoka. Anaanza kulia. Mkishaondoka wote, msiba ndio unaanza upya. Kwa mtu ambaye hakupata nafasi ya kulia. It is very important. Ni vizuri kuwabembeleza, ni vizuri kuwafariji, lakini tuwafariji katika njia ambazo hazitazuia kuexpress hisia zao. Kwa mfano, wakati mwingine mtu analia, anaweza kuta analia huko anaongea maneno. Jamani, kweli mimi mtoto wangu alikuwa anafanya hivi. Jamani, kweli mume wangu alikuwa ananipenda, mume wangu alikuwa ananinunulia nini. Mimi nitakuwa naenda Mlimani City na nani? Mimi nitakuwa naenda kazini na nani? Nilikuwa nikirudi kazini nakuta mume wangu amefanya hivi. Nilikuwa narudi nakuta mke wangu amefanya nini. Anakuta anaongea maneno kwenye msiba, na mara nyingi unakuta watu wanamzuia, sababu usiongee hivyo bwana, usiongee hivyo. Kumbe ile ndio healing. That is the healing, psychological healing. Anapoongea vile, anapoexpress vile, anapojigaragaza pale, amefanya nini na nini, ana release tension ambazo, yani mtakapokuwa mnamaliza msiba, ndio maana wanasaikolojia waliweka grief kuanzia wiki 2 mpaka miezi 3. Kuna wengine ndani ya wiki 2 baada ya kuombeleza alilia, akalia, zile feelings, ule uchungu, ile pain inakuwa imetoka. Kwa unakuta amerudi normal, unaweza kutoka kaongea naye tu vizuri, anakuelezea mambo yalivyokuwa na nini. Na kuna mwingine baada ya wiki 2, baada ya miezi 3, bado anaendelea kuomboleza, bado anaendelea kulia, bado hali chakula, bado haogi, bado hawezi kwenda kufanya kazi, akishika kompyuta hivi hawezi kufanya chochote, akifanya kazi zake za kawaida hawezi. Sasa ukiona mtu amefika mahali kwamba hawezi kufanya shughuli zake za kila siku za kawaida kwa sababu ya msiba, na muda umepita wa wiki 2 hadi wiki 3 au miezi 3, tunasema ameingia kwenye complicated grief ambayo itaweza kumsumbua sana katika siku za usoni. Sawa sana Dr. Peter Mitimingi. Na mtazamaji, kumbuka na kukumbusha, tuko na haya, lakini Jumamosi kuanzia saa 4 mpaka saa 12 katika hapo Kibo Complex Tegeta. Naenda kajiandikishe kwenye B-Ball Kings. Ni mashindano ya mpira wa kikapu ambayo heshima yake inaanza kurudi rasmi. Kuna milioni 15 ambazo unapaswa kushindaniwa. Muda mchache ujao basi nitamalizana na msaikolojia hapa Peter Mitimingi. Usitoke. Sasa bana, tunarudi tena msaada wa kisaikolojia kwa wafiwa, kama ambavyo naendelea na Dr. Peter Mitimingi. Kimsingi kuna wale wanafunzi sasa, kuna walioshuhudia wenzao wakipoteza maisha, walikuwa ndani ya ile basi. Kuna ambao walikuwa wako darasa linafuatia. Kuna walimu wamesikia walimu wenzao wameondoka. Kuna jambo sasa la kuweza kufanya ile kuwarudisha kwenye hali ya kawaida kwenye hii shule ambayo performance yake tunaambia ilikuwa juu kweli kweli. Kwanza mambo mawili makubwa ambayo nataka kuyazungumzia. Jambo la kwanza, ningependa usiliovalue la kulia, kuachia feelings za ndani kwa kupitia kilio. Na hii inawahusu. Kwa mfano watu kama Dr. Peter Mitimingi, tunaona wanazimia, wanakimbia, pia ingewasaidia labda baadaye kama tusitoke. Kwa sababu ndio nasema ukiendelea kubana zile hisia zako za ndani, itapelekea hizo hali za kuzimia na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa lakini unapoamua kuachia zile feelings kwa njia iliyo nzuri na kutoa machozi. Unajua machozi tu kwanza ni dawa. Yani kitendo cha kulia machozi. Wanaume wengi wana shida nyingi sana za kisaikolojia kwa sababu wana ile uafrika wa kutokulia. Lakini ukilia kuna uponyaji mkubwa sana kwenye machozi. Kwa sababu machozi kisaikolojia wanasema machozi yamebeba sumu. Neurotoxin. Ambapo usipolia manake autoi sumu. Sawa. Ile sumu
haitoki mpaka ulie machozi, na ni machozi ya kulia ambayo yanabeba feeling, kwa sababu hata ukimenywa kitunguu bado utatoa machozi. Lakini yale machozi ya kitunguu hayatatoka na sumu. Kuna tofauti yale machozi ya kitunguu na machozi ya kulia. Kwa hiyo unapolia una release toxin, unaachia sumu zinatoka mwilini mwako. Machozi yanasaidia kuua vidudu, vimelea, vibakteria ambavyo vitaendelea kukusumbua ndani ya mwili wako. Vinauliwa na machozi. Machozi yana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa hiyo kazi ya machozi inafanya kazi kubwa, lakini moja ya kitu kikubwa katika machozi, ina improve mood, kumfanya mtu ajisikie vizuri, kumfanya feelings za mtu ziweze kurudi katika mazingira ya kawaida. Anapolia ana release zile tension na kumrudisha kwenye mazingira ya kawaida. Sasa ukija kwa wanafunzi, kwa mfano wanafunzi walioshuhudia tukio, walimu na watu mbalimbali, ile tukio liko ndani ya akili zao. Moja ya njia ambayo watu na washauri wafiwa na watu wote ambao wameshuhudia matukio, wapate muda wa kuweza kulizungumzia tukio. Katika mila za Kiafrika, tukio zito kama hilo likishatokea, mara nyingi ukishaanza kusema usiongee bwana, yani kana kwamba ukiongea utakuwa unawakumbusha watu machungu, maombolezo na nini. Kwa hiyo ukishapata tatizo kama hilo limepita, utaki tena kuliongelea, ni kama unalifunika, tusiongelee jambo hilo, tuongelee mambo mengine. That is very mistake. Hiyo ni mistake kubwa sana. Inapaswa ili kupata msaada wa kisaikolojia, muhusika apewe nafasi ya kuzungumzia tukio. Kwa kama kuna vijana ambao walishuhudia, wapewe nafasi wa kuongea as much as possible. Kwa sababu kadri anavyozidi kuelezea na kuzungumzia, kuna vitu ambavyo analilizi na kuviondoa kutoka ndani mwake. Kama ni mfiwa mwenyewe mlengwa, labda mama au baba au muhusika fulani ambaye ndiye hasa aliyefiwa, apewe nafasi ya kuelezea. Anapokuja kutembelewa na watu kumuona, bwana pole sana, tulisikia tatizo, tumekuja kukuona. Asisite kuanza kuwapa historia. Nilikuwa kazini, nikasikia simu inaita, kuangalia hivi, napokea, naambiwa gari limepata ajali, watoto wamepata 1 2 3. Apate nafasi ya kulielezea lile tukio over and over and over and over, kwa sababu kadri anavyozidi kulisimulia na kulielezea lile tukio, ndivyo anavyozidi kuingiza stamina itakayomwezesha kuweza kureverse, kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Na kadri ambavyo mtu anaficha na kusema sitaki kuongelea habari za marehemu, sitaki kuongelea habari za tukio, ndivyo ambavyo ataendelea ile picha ya ndani haitatoka nje. You can't print it out. Na ndio maana hata kwa mfano kama kuna wanandugu au wazazi ambao hawapo, labda mzazi wa mtoto, kwa mfano ndugu zetu wapata matatizo, labda yuko nje au yuko mahali fulani, katika psychology tunasema mtu ambaye hakupata nafasi ya kuwepo kwenye mazishi, anapokuja lazima apelekwe. Ili ndo kaburi la mtoto, ili ndo kaburi la marehemu, hapa ndipo alipozikwa. Lazima ile picha iweze kuwa visualized outside, kwa sababu ni picha ambayo iko ndani, lazima iweze kuwa visualized kwa nje ili kuweza kuclear ile ya ndani. Kama haijawa visualized kwa nje, maana yake ni kwamba haitaweza kuclear ile picha ya ndani. Bado ataendelea kuota, akilala usiku hiyo ndoto zitaendelea kumjia, na sio kwa siku 2 au 3, kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni muhimu sana, pamoja na kuomboleza na kupata nafasi ya kulia na nini, lakini pia wapewe nafasi ya kuelezea tukio, waelezee feelings zao. Na hata wakati wanapoelezea, wanapopata zile feelings na kuanza kulia, wale wahusika wasianze kuwazoea kusema bwana achane basi, tuachane kabisa na hizo story, usiziongelee tena, kwa sababu ukiziongelea huyu jamaa anarudi kwenye machozi. Hiyo ni ya muhimu sana. Sasa nakushukuru sana Dr. Mitimingi. Hivi unafahamu basket? Yes. Basket Sasa kuna basket mpira au basket kikapu? Basketball. Kuna basket ya kubebea nyanya. Ya kikapu, mpira wa kikapu. Okay. Basketball. Kimsingi kuna B-Ball Kings, na bahati nzuri wewe tukitokaga hapa kuelekea kwa Afrikana wewe unatembea. Sio kwa sababu hauna gari, najua unatembea kwa ajili ya mambo fulani. Sasa hii pia inakuhusu bwana. Karibu sana B-Ball. Mmoja atakuja kuongelea hapa faida za mazoezi katika afya ya mwanadamu. Na kuaminia sana. Kwa hiyo kila mtu ambaye atasogea Kibo Complex Tegeta kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 atajiandikisha. Bwana, mimi ni Samson Charles. Maisha yanaendelea. Kwa wale ambao tuna matatizo, bado maisha yatasonga, kesho yatakuwepo na kesho kutwa. Kwa hiyo tuendelee kutiana moyo kama hivi. Basi tuonane tena siku ya kesho. Hot Mix.